qala fa akhbirni an as-sa'a, akamwambia basi nijulishe kuhusu kiyama. Qala, akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il, hakuwa muulizwaji ni mjuzi zaidi kuliko muulizaji. Hakuwa muulizwaji ni mjuzi zaidi kuliko muulizaji, kwa maana muuliza na muulizwa kwenye hili wako sawa, wote hawajui. Qala, akasema fa akhbirni an amaratiha, akamwambia nijulishe basi juu ya alama zake. Qala, akasema na alama hizi ni alamatu sughra, alama ndogo za kiyama zilizotajwa kwenye hii hadithi ni alama ndogo za kiyama, alalamatu sughra. Na kidhibiti cha kudhibiti alama kubwa za kiyama na alama ndogo za kiyama, kwamba alama ndogo za kiyama ni zile zote zinazotokea kabla ya kutokea kwa Masihu Dajjal, zinazotangulia katika alamat kabla Masihu Dajjal, hizo ni alalamatu sughra, alama ndogo za kiyama. Zinazokuja baada ya kutokea Masihu Dajjal na baada yake, hizo ni alalamatu kubra, alama kubwa za kiyama. Kidhibiti kwake ni Masihu Dajjal. Qala, akasema an talida al-amatu rabbataha, ni kijakazi kumzaa sayyida wake. Rabbatun, sayyida, bwana, tunamuita bibi. An talida al-amatu, kijakazi kumzaa rabbataha, bibi wake. Bibi kinyume cha bwana. Kijakazi, mtumwa wa kike anayemilikiwa na mtu huru, akazalishwa mtoto wa kike. Yule mtoto wa kike anakwenda kwa baba yake, baba yake ni sayyidi, na huyu binti huyu aliyezaliwa na huyu mama, huyu binti huyu ni sayyida. Sayyida, bibi au rabba, bibi. Kwa maana mtoto huyu ana uwezo wa kumtumikisha mama yake. Njoo pige deki hapa, mbona hapajang'aa? Huyu ni rabba, kwa sababu ya ukafiri wake umempa uduni wa hali. Alipokosa Uislamu akapatwa na haya. Tumeelewana vizuri hapa? Kijakazi suria anamilikiwa na sayyidi wake, anamiliki suria ni sayyid wa suria huyo, sawa? Halali sisi kuwaendea kama wake zetu, sawa? Hatuwajibiki kwa wao kama tunavyowajibika kwa wake zetu wa ndoa. Kwa maana unaweza ukawapata masuria 3 4 ukawarundika kwenye chumba kimoja, waruhusiwa. Ukitaka kustarehe na mmoja wao unamtoa na kwenda naye sehemu, ndio kujua wewe umemaliza haja zako, atarudi ndani. Amezaa mtoto wa kike, ni sayyida wake, ni bibi wake. Amezaa mtoto wa kiume, ni bwana wake. Sio kama atamwingilia, kwamba ana mamlaka mithili ya baba yake kwake yeye, kumwamrisha na kumtuma na kufanya kadha. Asija akasema mtu, wewe si mamako, huyu ni suria, mimi nafuata kwa baba, mimi ni mtu huru muungwana, nakwenda kwa baba yangu, sawa? Kwa hiyo hawa wa kike wanaozaliwa na masuria, wa kiume wanaozaliwa na masuria, ni masayidi wa suria huyo, kama vile baba yao. Umeelewa hapo? Kwa katika alama za kiyama watakuwepo hawa, na wanasema ahlul ilm, alama hii ilishakuwepo. Haya mambo walikuwa nayo Waarabu zama hizo kabla ya Uislamu hata. Kwa hiyo kutajwa hapa, ima maana yake yatakuja kukithiri huko mbeleni, watakithiri masuria ambao watakuwa wanamilikiwa, au inakusudiwa hapa kwa mujibu wa maelezo ya wanawazuoni wengine, utovu wa adabu wa mabinti kwa mama zao, wakawa watoto wa kike wanawatumikisha mama zao mithili ya masayida waliozaliwa na masuria. Ziko nyumba wataingia, watamkuta mama anachechemekea kazi za nyumbani, binti anachezea simu, bali binti anaweza akamkemea mama yake. Wakasema wengine,
hapa panakusudiwa katika alama za kiyama ni utovu wa adabu wa mabinti kwa mama zao, kiasi kwamba kana kwamba wamekuwa ni masayida juu ya mama zao, wakawajalia kuwa ni masuria. Tumeelewana vizuri hapa? Na haya yapo na yanakithiri, Mzazi hana sauti mbele ya binti yake. Mzazi ndiye ambaye kwamba anakerwa na uchafu wa nyumba. Mzazi, yani mama, ndiye anayekerwa na uchafu wa nyumba, ndiye anayepika. Akimaliza kupika, binti anakuja anachukua kikombe chake na kunywa chai. Mama ndiye atakayemuondolea kile kikombe na sahani yake akamuoshea, na ole wake mama amtie mdomoni yule binti, atakijua kilichomtoa kanga manyoya. Tumeelewana vizuri hapa? Haya yamesema na baadhi ya ilmu kama ni utovu wa adabu wa mabinti zetu wa kileo, ni katika alama za kiyama, na ndiyo tunayoishi nayo kwa kiasi kikubwa. Wallahi alazim.